Karibu tena ndugu mtazamaji, leo tena tupo na mwalimu Samueli. Topic yetu tunahusiana kuna uhusiano gani kati ya Wayahudi, Wakristo na Waislamu. Ila kabla hujaenda mbali mwalimu, hivi Wayahudi ni watu gani? Na vile vile maana kuna Wayahudi wakina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Ukisoma kwenye vitabu vya Agano la Kale kwenye Biblia. Na Wayahudi ambao wako sasa pale Mashariki ya Kati, Middle East. Hivi kuna uhusiano gani? Maana kuna wengine wanasema kwamba hawa ambao wako Middle East, ambao wako Mashariki ya Kati ni Wayahudi fake na maana sio Wayahudi original. Hivi unaweza kuzungumzia hili swali? Hivi kweli hao ni Wayahudi fake au ni Wayahudi original? Wayahudi fake na Wayahudi original. Hilo nimesikia sana watu wengi wakisema hivyo. Wanasema unapozungumza mara nyingi Wayahudi ni wanaosema kwamba ni fake, wanasema ni fake, lakini mara nyingi ni kwamba hili linatokana na jamii ya Kiislamu. Okay. Kujaribu kuona ni kwamba wanakubaliana kwamba walikuwepo Wayahudi. Walikuwepo Wayahudi na wanaamini kabisa ni kwamba hata ndani ya Qur'ani wanatajwa Wayahudi. Japokuwa ndani ya Biblia vile vile kunatajwa nini? Wayahudi. Katika Qur'ani 5:51 inazungumzia kuhusu kuwaonya walioamini ambao ni Waislamu kwamba wasiwe na urafiki na Wayahudi wala na Wakristo. Lakini vile vile ni kwamba inazungumza ni kwamba kati ya Wayahudi na Wakristo kuna urafiki. Japokuwa hiyo Qur'ani 5:82 inazungumza kwamba kama utawaona watu walio maadui zaidi na watu na Waislamu ni Mayahudi. Lakini kuna watu walio karibu kwa urafiki ni wale wanaosema kwamba sisi ni nini? Ni Wakristo. Kwa hiyo hili suala la kusema ni kwamba hakuna Wayahudi wa sasa ni feki. Nadhani kwamba ni upungufu tu wa uzoefu wa kihistoria. Basi manake ukishasema kwamba Wayahudi wale ni feki, basi itabidi useme vile vile kwamba watu wanaosema kwamba Muhammad au na Waislamu ni watu ambao ni wakaribu na Waishmaeli, basi nao ni feki vile vile. Kwa sababu ni swala la kihistoria. Na unapozungumza Wayahudi ni kwamba historia inaonyesha kabisa kwamba kuna kipindi fulani Adolf Hitler kati ya mwaka 1938 na kitu mpaka kwenye 40 ni kwamba waliteswa sana wanaoitwa Wayahudi ambao walikufa karibuni milioni 6 Wayahudi. Katika watu ambao historia yao imehifadhiwa kwa uhakika zaidi katika sayari ya dunia tunayoishi ni historia ya Wayahudi. Ni watu ambao historia yao ni sahihi sana. Na kinachonifurahisha kwamba tunasema ni fake, hawa Yesu anaaminiwa karibu ni pande zote mbili. Tumezungumza kwamba hapa uhusiano zaidi kati ya Wayahudi, Wakristo na Waislamu. Japokuwa umeuliza kwamba kuna watu ambao wanakuta kwamba hawa Wayahudi wa sasa hivi wanasema kwamba ni feki. Basi ukishasema ni feki, kama mtu anasema kwamba hawa ni feki, itabidi watuonyeshe hawa ambao sasa ni original wako wapi. Kwa maana ni kwamba ishapotea katika uso wa dunia. Ninachotaka kukizungumza ni kwamba hii sayari, nishaongea mara nyingi sana katika sayari ya dunia tunayoishi, kwamba hakuna watu ambao taarifa zao zimehifadhiwa kwa uhakika zaidi kuliko Wayahudi. Ulimzungumzia Ibrahim kama Myahudi. Ibrahim hajaitwa Myahudi pale, yeye alikuwa ni Mwebrania. Kwa sababu Mwebrania inatokana na mtu wa 14 anaitwa Eberi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, lakini ukizungumzia Myahudi unajaribu kuzungumza kutoka kwa mtoto wa 4 wa Yakobo anaitwa Yuda. Yani Wayahudi wametokana na jina la Yuda, mtoto wa 4 wa Yakobo. Na wameweza kuitwa hivyo baada ya mgawanyiko wa ile nchi ya Israeli iligawanyika kaskazini na kusini. Kwamba upande wa kaskazini kulikuwa na makabila 10 ambayo kwa jina ndio ikaitwa Israeli, ambayo katika mwaka 981
wakati inagawanyika kabla ya Kristo. Maana kaskazini ikatawaliwa na Yeroboam mwana wa Nebati. Na mji wake mkuu kaitwa Samaria. Lakini upande wa kusini maana ilikuwa ni kabila la Yuda pamoja na ile kabila la Lawi makuhani na nusu ya kabila ya Manase. Kwa hiyo ikaonekana mji wao ukawa ni nani? Ukawa ni Yerusalemu. Kwa hiyo ikaitwa Yuda. Lakini baadaye ikaonekana katika ujumla watu wakazoea kwamba ikaitwa, baadaye wote wakaitwa Wayahudi, lakini kwanza wananasibishwa na nani? Na Yuda. Kwamba hata katika unabii uliotolewa na baba yao Yakobo ni kwamba ikaonekana kwamba Yuda atakuwa kama ni mshindi. Lakini mara nyingi ukitaka kuzungumza habari za Yuda unajaribu kutoa mwelekeo wa kule mbele kwamba Kristo Yesu ametoka katika kabila la Yuda. Kwa hiyo ina maana kwamba baraka za Yuda maana yake ni kwamba zinamlenga nani? Zinamlenga Kristo Yesu. Kwa sababu katoka kabila la Yuda. Sasa huu uhusiano unaposema kati ya Wayahudi, wa Kristo na Waislamu kwamba kuna uhusiano gani? Kuna kitu ambacho kinaitwa monotheism. Yaani monotheism maana yake ni kwamba ni watu au ni jamii ya wanadamu wanaoamini katika habari ya Mungu mmoja. Na hii inatokea baada ya gharika, kipindi cha Nuhu, kwa sababu Nuhu ni kizazi cha 10 katika jamii ya binadamu kuishi. Lakini baada kwenye kizazi cha 10 kutoka katika safina ni kama Mungu kama alighairi kwamba wakawa kama mwanadamu kwanza akawa amekosa mwelekeo. Akakosa njia maana baada ya ile gharika, japokuwa alipata neema nani? Nuhu. Kwa sababu walioingia katika safina walikuwa watu 8. Lakini Mungu kuna kipindi akasema akaghairi kwa nini alimfanya mwanadamu. Kwa hiyo kuna kipindi baada ya kutoka katika gharika ni kama waliachwa duniani, kwa mwanadamu waliachwa kwanza wafanye kama wanavyotaka. Kwa kama ni kipindi cha dhamira. Kwenye kile kipindi cha dhamira ndio pili nilivyokuambia ni kwamba alitoka Nimrod na akajenga ile Babeli na baadaye ikaonekana kwamba na baadhi ya miji kama tulikuwa tunazungumza. Lakini mwisho ikaonekana kwamba wakataka kujenga katika ile, baada ya kujenga mji wa Babeli walijenga mnara ili kwamba angalau waweze kufanya nini? Kumkuta Mungu. Kumfikia Mungu. Kwa hiyo mwanadamu yeyote ana asili ya ibada. Yaani mwanadamu yeyote ni kwamba ana asili ya kumtafuta nini? Kumtafuta Mungu. Kwamba ukifuatilia vizuri dini katika tafsiri ambayo katika ujumla wa masomo ni kwamba unaiona kwamba ni juhudi ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Mara sijaona kwamba mbuzi wala ng'ombe, kondoo wanamtafuta Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anajikuta kwamba ana mapungufu, ana upeo, halafu anakuta kwamba kuna kitu kimepungua katika mawazo, katika utashi, katika fikra zake. Kwamba sasa kwa hali yoyote ni kwamba lazima amtafute Mungu. Ndio maana kuna wengine wakiona jua na sababu ndio Mungu. Wengine wakiona mwezi labda ndio Mungu. Wakiona nyota na sayari ndio Mungu. Wale wanasema kwamba hakuna Mungu. Si unasaka kuzungumza. Kwa mfano unaposema kwamba hakuna Mungu, nadhani bado kama ni namna tu kuingiza fikra au ni hoja ambayo mwanadamu ameweza kuingiza ili kwamba alete changamoto ili akili ya mwanadamu ipate kufanya kazi. Kwa sababu hata wanasayansi kuna kipindi wanasema hakuna Mungu, lakini mwisho wa siku akifanya uchunguzi wa kina sana ili atafute asili ya vitu, mwisho wa siku wanasema asili yake ni supernatural power. Sasa supernatural power maana yake ni nguvu za asili ambazo ziko nje ya uwezo wa akili ya mwanadamu. Sasa ukifikia hatua hapa ni kwamba kama akili zako zitakuwa zimefika kile uwezo, bado kwa namna moja utakuwa unaungana na hawa wanaosema ni Mungu. Kwa sababu vitu vyote ukifanya akili zikishafika mwisho ili kwamba uweze kupata mahali pa kushika, lazima utafute hiyo supernatural power au utafute Mungu au utafute miungu. Kwa sababu mwanadamu kuna kipindi na maarifa yake na hekima yake atafikiri sana, lakini kuna mahali fulani atafika anakwama. Sawa. Basi rudi pale kwa Ibrahim. Wametoka je Wayahudi, Wakristo na Waislamu kwa Ibrahim pale? Ukisoma katika ile 12:3 kuna habari ambayo sasa kuna kitu ambacho baada ya huyu Ibrahimu sasa Ibrahimu maana yake ni kwamba aliitwa, tunaona kwamba aliitwa, tunaambiwa kwamba aliitwa na Mungu
kutoka Uru wa Ukaldayo. Uru wa Ukaldayo ukifuatilia vizuri kama ni maeneo ya Kuwait au tuseme ni maeneo ya Babeli hiyo ya zamani. Kwa hiyo hata ukimtazama katika kitabu cha Yoshua 24 unakuta kwamba Ibrahim baba yake alikuwa anaitwa Tera. Na Tera alikuwa ni muabudu sanamu. Kwa hiyo unapata wakati wanadamu sasa wanajaribu kumtafuta Mungu kipindi hicho, walipotaka kujenga mnara wa Babeli, tunapewa taarifa kwamba Mungu alifanya nini? Alishuka akawachafulia lugha. Sasa ukizungumzia Babeli maana yake ni machafuko au kuchafuliwa kwa lugha katika tafsiri ya kwanza, lakini kuna tafsiri nyingine ambapo alikuwa anasema kwamba Babeli au Babili maana yake kwa wale wao wenyewe walikuwa wanaiona kama ndio lango la nini? Lango la mbinguni. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba Ibrahimu ambaye ni mtu wa 20 katika ile genealogy kutoka kwa Adam, maana yake ni kwamba yeye akaitwa na Mungu akaambiwa atoke kwa watu wake aende katika nchi atakayoonyeshwa. Kwa hiyo yeye akasema kwa imani aliondoka asijua anako kwenda, lakini alienda. Na ndio maana akafika akakaa Harani ambao nadhani ni kaskazini mwa mto Euphrates, lakini baadaye kuna kipindi kwa miaka 75 akavuka mto Euphrates na kuingia upande wa nchi ya Kanaani. Sasa alipoingia pale alikuwa na mpwa wake Lutu. Waliingia pale walikuwa na mifugo, lakini mwisho wa siku waligawana, ambapo Lutu alikwenda maeneo ya Sodoma na Gomora, yeye akakaa katika maeneo yale ya milimani. Sasa kutoka kwa Ibrahimu tunaona kwamba pale mbeleni akapata watoto, akampata Ishmael kwanza, lakini baadaye akampata nani? Isaka. Unaposoma kitabu cha Wagalatia sura ya 4 wale wanajaribu kuzungumziwa kati ya Ishmaeli na Isaka, kwamba huyu Ishmaeli ni mtoto wa Hajiri. Hajiri ni Misri. Mara kuna kipindi Ibrahim alikwenda Misri, baadaye alipotoka Misri kwamba akaja na yule mjakazi ambaye ni Hajiri. Lakini baadaye alizaliwa mtoto mwingine anaitwa nani? Isaka. Isaka anaitwa kama ni mtoto wa ahadi. Lakini baadaye akaitwa ni mtoto wa muungwana kwa sababu yule bibi yake akaitwa muungwana. Lakini Ishmaeli akaitwa ni mtoto wa nini? Mtoto wa mtumwa, yani mtoto wa mtumishi. Na kwa hiyo sasa Paulo alijaribu kuelekeza wale watu wawili kwamba Hajiri ni kama maagano mawili, yani kuna maagano ambayo Mungu ana maagano. Agano moja ambalo linazaa kwa utumwa ambalo ni nini? Ni Hajiri. Linalinganishwa na mlima Sinai. Biblia inasema mlima Sinai ulioko Arabuni. Unajua ile zamani hizo maeneo yote mpaka Misri katika lugha ya jumla yalikuwa yanaitwa nini? Uarabuni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna Hajiri, unaweza kuona Hajiri, lakini baadaye unamuona Sara tena, ambaye Sara analinganishwa na nani? Na Yerusalemu. Kwa hiyo sasa ukifuatilia hapa maagano mawili unaweza kuchukua tu kama ni agano la kale na agano jipya, lakini kuna kitu tena katikati ambacho ukiangalia ni kwamba kwa mtindo mmoja kinaingilia, kwa sababu Waislamu nao wanajinasibisha sana na Ishmaeli. Wanajinasibisha. Sasa Wakristo wanapoingia kuna kitu kinaitwa nani? Yerusalemu mpya, Yerusalemu ya mbinguni, ambapo kuna namna ambao unaiona ni kama Ukristo unaingia. Lakini nikisema kama ningechukulia tu wanawake, ningesema hivi, kuna Sara, kuna Hajiri, lakini mwishoni kuna nani? Kuna Mariam. Kwa sababu huyu Sara kamzaa nani? Kamzaa Isaka. Huyu Sara kamzaa nani? Isaka ni mwana wa ahadi. Yani kulikuwa Mungu alikuwa amemwahidi Ibrahim. Lakini baadaye kukapatikana kupitia Hajira akapatikana Ishmaeli. Sasa Ishmaeli kwa namna fulani inawezekana kuna katika tafsiri nyingi inaonekana mwelekeo wake na saba yake bado ni kama inaenda kwa kina Muhammad tena katika habari ya Uislamu. Lakini huyu Mariam maana yake ni kwamba anamzaa Kristo. Yesu kupitia kwa Kristo ndio wanapatikana watu wanaitwa nini? Wa Kristo. Yaani maana yake wa Kristo ni wafuasi wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa hiyo uhusiano mkubwa zaidi ni kwamba kuna kitu pale mwanzoni nilizungumzia habari ya monotheism. Monotheism maana yake ni kwamba ni watu ambao ni wanaamini katika habari ya Mungu mmoja. Karibuni ni dini nyingi za dunia, kwamba kuna dini nyingi kubwa ambazo zinajulikana. Kwa mfano hapa Japani utakuta kuna Shinto, lakini India unakuta kuna Hinduism, lakini China kuna hiyo India unakuta kuna mpaka hili Buddhism, Mabuddha wale unakuta, lakini China bado kuna Confucius. Kwa hiyo kuna dini mchanganyiko na hizo ambazo zina majina makubwa,
lakini hata Afrika kuna baadhi ya dini unakuta babu zetu walikuwa wanaabudu miungu. Kwa hiyo maana mwanadamu ameumbwa kwa asili ya kuabudu, kwamba akimtafuta Mungu ni kama kuna kipindi kampoteza Mungu, kwa hiyo akawa anamtafuta Mungu. Kwa Mungu baada ya gharika ni kwamba huo mpango sasa wa Mungu kujitambulisha, akawa ameanza kujitambulisha upya. Lakini sasa kwenye utambulisho wake sasa tunajaribu kuona kwamba akachagua. Ndio maana kuna baadhi ya watu tukisema kwamba taifa teule, ameliteua taifa la Israeli kwa kama taifa takatifu, kuna watu labda wanaweza kuona kwamba Mungu kama anapendea hata sisi. Lakini sasa kama ni mimi hapa ninavyozungumza, siwezi nikajua nasaba ya wazazi wangu hata vizazi vitano, lakini taifa la Israeli ambapo tunamkuta kwenye taifa la Israeli ambapo sasa kunapatikana Wayahudi, ndio ambao tunaona wamekabidhiwa mausia. Biblia unapoitazama kile kitabu, kuna agano mfano la kale, ambapo kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki kuna vitabu 39. Unapovitazama vile ni kwamba ni historia kwa eneo kubwa, ni historia inayohusu Wayahudi. Na hata kama utakuta kuanzia kitabu cha Mwanzo kutoka kwa Adam mpaka labda uje kwa nani, kwa Ibrahim, labda mpaka hata kwa Ibrahim kivizazi 20, ni kwamba kama ni taarifa za mdomo ambazo zimepelekwa kwa mdomo, zinahusu wanadamu wote duniani. Yaani kuna mahali ambapo unakuta ndani ya Biblia unakuta ni habari za wanadamu wote, lakini je, hawa walioziandika ni watu gani? Tunaona kabisa mwandishi wa Torati vile vitabu vitano ni Musa. Musa maana yake ni kwamba ni Myahudi. Kwa taarifa za dunia za kwanza kabisa kutoka uumbaji mpaka kipindi hicho ambazo zinaihusu dunia zimehifadhiwa kwa viwango vya juu sana na Wayahudi. Yaani maana hata kabla kuna hizo taarifa za nyuma kabla ya Wayahudi, lakini zimekuanzia kitabu cha Mwanzo, ukiangalia sura ya kwanza mpaka sura ya 12 tunapomkuta Ibrahim, ni taarifa sio za Wayahudi peke yao, ni taarifa za dunia. Zimeandikwa ndani ya Torati ya Musa. Musa aliyeandika Torati ni mtu gani? Ni Myahudi. Kwa hiyo tunajikuta kwamba kabla ya taarifa za Wayahudi, taarifa za dunia katika viwango vya usahihi kabisa tunazikuta zikiwa zimeandikwa na nani? Na Wayahudi. Naona mahusiano ya Wayahudi. Baadaye sasa wanaoitwa Wakristo ni watu gani? Wakristo, na nataka nizungumze kwamba kuna baadhi ya mtu ukizungumzia Muislamu, kuna wakati anasema Adam alikuwa Muislamu, sijui Nuhu alikuwa Muislamu, Ibrahim alikuwa ni Muislamu. Hizo nadharia au teolojia tukiziingiza zitasababisha vile vile useme kwamba Adam alikuwa ni nani? Ni Mkristo. Utasema Nuhu alikuwa ni Mkristo. Utazungumza Ibrahim ni Mkristo. Utazungumza nabii ni Mkristo. Vigezo vinavyotumika vya kithiolojia ni kwamba wale walikuwa na roho ya Kristo. Ndio maana hata 7:58 kama 38 kitabu cha Matendo wanasema Bwana alikuwa pamoja na kanisa jangwani. Kwa hiyo ukizungumzia katika namna hiyo ya kithiolojia, ya nadharia, na kuchukua maandiko uweze kuyatafsiri, basi Muislamu akitafsiri kwa sababu ni unyenyekevu atawasema wale walikuwa nini? Ni Waislamu. Hapo naweza tukakonkludi kwamba Ukristo unawezekana ulianzia kabla ya Kristo. Ukishasema hivyo kwa mfumo huo, tukitumia mfumo huo wa kitaaluma zaidi unaotokana na tafsiri ya kiroho au ya kimafumbo ama ya kidini, Muislamu akishasema kwamba wale walikuwa ni Waislamu, basi ni rahisi na Mkristo naye kwamba kusema ni Wakristo, gomvi unakuwa pale pale. Sasa tukiondoa hilo, tuchukue katika historia halisi bila kuingiza hizo tafsiri za wanazuoni. Tukiziondoa hizo, tunauona kabisa kwamba Judaism, dini ya Kiyahudi, inaanza na Musa. Yaani Musa anavyokuwa na watoa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, anapopewa zile amri 10 zikawa ni muongozo wa dini ya Kiyahudi, ambazo baadaye wamekuja manabii mpaka nabii wa mwisho akawa ni Malaki. Lakini baada ya hapo ikaonekana kwamba akaja Yesu Kristo. Yesu Kristo hivyo hubiri, ikaonekana kwamba baada ya kuhubiri, baadaye akateua mitume 12. Wale mitume 12 wakawaamuru waendelee kufanya kwa wanafunzi, japokuwa mwishoni alikuja Paulo kama chombo kiteule. Sasa baada ya hapo wamekabidhiwa namna ya kuhubiri Injili. Baada ya kuhubiri Injili ikaonekana mwisho, ikaonekana wale wanafunzi wakaitwa Wakristo. Yaani maana wanafunzi wa Yesu wakaitwa Wakristo. Na Yesu akasema mkafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Sasa tungeweza kusema wote ambao wanamwamini Kristo kama Bwana na Mwokozi wanaitwa wanafunzi wa Kristo au wanaitwa Wakristo. Kwa sasa katika lugha hii maana yake ni kwamba Wakristo unakuja baada ya Kristo. Maana yake ni wafuasi wa Kristo tukizungumzia historia halisi. Ila tukizungumzia
unapozungumzia roho na theolojia, kama walivyosema walikuwa wale, na sisi ni rahisi kusema ni kwamba manabii wote walikuwa wa Kristo. Sasa tuiondoe hiyo, tuchukulie historia halisi. Kuanzia kwa Kristo, wa Kristo ni wafuasi wa Yesu Kristo. Sasa baada hapo unakuta kwamba unakuja Waislamu sasa. Waislamu kama Waislamu najaribu kuona ni kwamba wanakuja baada ya Muhammad katika historia halisi katika mwaka wa 510. Na ni kwamba hata Muhammad anavyokuja alikuta wanaoitwa Wayahudi na wanaoitwa Wakristo, na akajua kabisa ni kwamba mwanzoni kulikuwa na uadui kati ya Wayahudi na Waislamu, na kulikuwa na urafiki kati ya Waislamu na nani na Wakristo. Kulikuwa na urafiki Wayahudi na Wakristo. Yaani Wayahudi kwanza anasema kwa kulikuwa na uadui kati ya Waislamu na Wayahudi. Lakini wakati huu kukawa na urafiki kati ya Waislamu na nani? Kati ya Waislamu na nani? Na Wakristo. Anasema kwamba kuna urafiki. Yani akasema kuna watu ambao ni marafiki ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Kwa maana kipindi hicho Muhammad hakukubali kwamba kuna dini ya Kikristo, ila kuna waliokuwa wanasema sisi ni Wakristo. Lakini hiyo na Qur'ani 5:51 akasema kwamba msiwe na nani? Msiwe na urafiki tena kati ya ninyi mlioamini Waislamu, msiwe na urafiki na Mayahudi na nani? Na Wakristo. Maana wao kwa wao, maana Wayahudi tena na Wakristo ni marafiki. Kwa hiyo kuna muingiliano mkubwa katika haya mambo. Lakini sasa ukifuatilia sana hivi kilichosababisha kusema Waislamu wachukie sana Wayahudi ni lipi jambo sana ambalo linasababisha? Hata hivyo kasa huu adui ukiutazama jinsi ambavyo kwa nini kuonekana sasa kuna nani? Hizi nasaba zinaingiliana, zinatoka ni historia ndefu kidogo. Kwa sababu kuna historia ya kimahusiano ya nasaba. Yaani katika ukoo kama nilivyosema kwamba kuna kitu kinaonekana vile vile kwamba uadui uliokuwa katika kati ya nani? Ni mrefu kidogo, kwa sababu kuna kati ya nani mwenyewe huyu Yakobo. Yakobo alikuwa na uadui na Esau. Lakini vile vile ni kwamba kulikuwa na kushindania tena baraka kati ya Yakobo ambaye ni Israeli kuja kwa Isaka na wa Ishmaeli. Kwa kuna kuna zile baraka, kuna habari ya zile baraka za nani? Za Ibrahimu, kwamba kulikuwa na yani wote asili yao ni kwamba inaonekana ni Ibrahimu. Kwamba kuna aliyezaliwa kwa ahadi, maana Isaka kazaliwa kwa ahadi, Ishmaeli kazaliwa kwa mwili, yani ni mahusiano ya mwili, hakuwa katika ahadi kama vile tu. Yani ukisema kuzaliwa kwa mwili maana hakuwa na zile ahadi za kimungu. Lakini huyu mwingine Isaka, mama yake alikuwa ni tasa. Baada ya kuwa tasa ikaonekana kwamba akaahidiwa kwamba atapata mtoto, japokuwa ni katika mahusiano, lakini kabla yake ni ahadi za kimungu kwamba utampata kwa ahadi. Lakini huyu mwingine ni katika mapenzi ya mwili tu, ni mahusiano kama ya kawaida ya mwanadamu. Sasa unapotazama ni kwamba kuna huyu mwingine Isaka Mkristo. Hapo kwanza haumuoni, unamuona nani? Unamuona Isaka na unamuona Ishmael. Lakini ukienda huku mbele zile baraka za Ibrahimu aliyosema utafanyika mataifa mengi, kuna suala sasa la kumtaja tena Kristo, kwa sababu Kristo anakuwa kama ni Isaka katika habari ya kiroho. Kwa hiyo maana ni kwamba katika habari sasa huyu mmoja wa ahadi, mmoja wa mwili, lakini mwingine atakuja wa roho. Kwa hiyo Mkristo anaingia kupitia Kristo, kupitia kwa nani? Kwa Isaka, kwa sababu Isaka alikuwa ni mwana wa ahadi. Lakini ukimfuatilia huyo Isaka ni kivuli ambacho kinaashiria Kristo Yesu. Kwa hiyo maana unakuta Isaka halisi maana anakuwa ni Kristo Yesu. Ndio pale ninapozungumza ni kwamba kuna ile hoja iliyotokea kwamba Ibrahimu aliambiwa kamtoe mtoto wa pekee Isaka. Ile Mwanzo 22. Alivyoambiwa mtoto wa pekee ilikuwa ni kama mtihani aliopewa. Ukionyesha mbeleni ni kwamba Mungu atamtoa mtoto wa pekee Yesu Kristo. Sasa ndugu zetu ni kwamba wanasema ndugu zetu katika Adamu wao hapo wakigeuza, kwa sababu wanaashiria kile kitu kule mbele. Wao wakasema Mungu amwambie Ibrahimu amtoe nani? Amtoe nini? Ishmaeli. Lakini sasa wao mpaka hata wanaswala hata juzi kuna ile idi ya kuchinja, wakikumbuka kitendo ambacho wanasema Ibrahimu alitaka mchinje nani? Ishmaeli. Lakini hawaendelei sana. Sisi hiyo inaendelea kuendelea huko ndio inakwenda kwenye kuchinjwa kwa Kristo Yesu,
ambao mwisho wa siku sisi tunasema kwamba ule ni mfano ambao baadaye kifo cha Yesu msalabani maana ni kama vile kuchinjwa kwa yani Mungu kamtoa mwanae wa pekee. Sasa hilo hapo wanalifunga kwa sababu inaonekana kwamba uhusiano kama sio ni mkubwa sana, kwa sababu Wayahudi kwa mfano swala kifo cha Yesu, Wayahudi wanaamini kwamba huyu anaitwa Yesu aliangikwa msalabani, wakaamini kabisa kwamba alizikwa, ila wao walichokuwa nakikataa ni kwamba hakufufuka. Ina maana kwamba inawezekana kwamba semeni kwamba Wayahudi hawakubaliani, yani hawakubaliani kwamba kafufuka, lakini wanakubaliana kwamba amesulubiwa, amekufa kifo cha msalabani. Lakini si hapo Wayahudi bado wanaamini kwamba Yesu sio Mesaya. Nataka niendelee hapo kaa uikumbuke. Kwa hiyo lakini upande wa Kristo sasa wanaamini kwamba Yesu alikufa, Yesu alizikwa, Yesu kafufuka. Upande wa Uislamu wanasema kwamba hawakumuua, lakini wamebabaishiwa mtu mwingine. Unaona wanazungumzia lile kuna mahusiano makubwa ambapo unakuta watu wengine duniani wanakuwa ni watazamaji. Kwa hiyo najaribu kuangalia kwamba hizi tatu kuna kitu ambacho zinakigombania kwamba mmoja anaweza kawa amenyoka, mmoja amepotosha. Sasa kuhusu hawa Wayahudi wanaamini kabisa kwamba anakuja Kristo. Na ndio maana hata kipindi fulani wale mamajusi kutoka mashariki waliokuja Yerusalemu sema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Maana tumekuja kumsujudia. Na mpaka Herode akasema Kristo azaliwa wapi? Wao walijibu kiurahisi sana kwamba katika Bethlehem ya Uyahudi, maana imeandikwa katika nini? Katika Mika 5 kwamba nawe Bethlehem Efrata uliye mmoja katika majumbe wa Yuda, kutoka kwako atatoka mmoja atakayekuwa mtawala katika nini? Israeli, ambaye matokeo yake yalikuwepo tokea zamani za kale, tokea milele. Kwa hiyo wao wanajua kabisa ni kwamba anakuja nani? Masihi. Hata yule mwanamke katika kisiwa cha wanajua kabisa kwa namsubiri Masihi. Sasa sifa za Masihi zilikuwa ni za viwango vya juu sana, kwamba mfalme wao ni kwamba na viwango vya kiungu. Sasa wakati anapozaliwa Kristo Yesu, jinsi muonekano wake, wakaona hapana, very simple, kwamba very humble, kwamba huyu sifa za Kristo wao ni kubwa. Kwa hiyo ikabidi kwanza wakafumbwa kama huyu kama sio yeye. Lakini bado katika ile ufumbo inaonekana kwamba Mungu mwenyewe aliwafanya, yani maana yake kwamba walitiwa utaji ili wasiweze kupokea kwanza, kwa sababu ni mpango wa Mungu wa ukombozi. Kwamba kabla ya Wayahudi hawajapokea ile miaka 3.5 ikaonekana kwamba itumike kwa ajili ya watu wa mataifa. Mataifa ni watu ambao wako nje ya taifa la Israeli ili waingie katika mpango wa Mungu wa ukombozi kupitia msalaba. Kwa kipindi fulani wao ikabidi wafukiwe kwanza au wawekwe pembeni kwanza. Huo ni mpango wa Mungu. Kwa hiyo maana ni kwamba Wayahudi kama Wayahudi kwa majira ya kimungu waliambiwa kwamba wataenda utawanyiko. Ni ile mwaka ya 70 na historia yao haijapata kufutika, na mpaka ikaonekana kwamba Adolf Hitler hivyo waua watu wote duniani wanajua kwamba Wayahudi waliteswa. Sasa wanarudi katika taifa lao. Kwa hiyo wanaosema ni feki, kuna umezunguka kama ni feki, ni namna ambavyo mimi naweza kusema ni kwamba dunia kuna kamchezo kama maisha. Yani huu mchezo ni mchezo ambao uko duniani, na ukiufuatilia vizuri uko nje ya akili ya mwanadamu. Kwamba kama unaamini ya kwamba kuna Mungu, basi kuna shetani. Mungu anaileta nuru na kweli yake, na shetani analeta giza lake, anavifananisha. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni mbinu ambazo, kwa sababu nishasema mara nyingi sana, mimi wewe umesema nani? Mwalimu Samueli. Huwa mara nyingi nasema jina langu mimi naitwa Salim Othmani Hoza, ndio maana nasema badilisha pale. Na ninachokisemea hiki maana yake ni kwamba nazungumza hali halisi iliyopo bila ushabiki wa kiimani, nikiwa nimezaliwa na kukulia katika familia ya Kiislamu. Ni mjinga tu fulani ambaye inafikia hatua na kulazimisha kwamba uwe mtu fulani. Maana yake ni kwamba huyo ni hamnazo, maana yake ni fanatic au ni mtu ambaye ni extremist. Na ndio maana mpaka nimekuambiaje kwamba katika nchi ile ya Iran unaposema Islamic Republic of Iran, halafu kataka kuwalazimisha kwamba watu wote wawe Waislamu, huo ni udikteta wa viwango vya juu, kwa sababu huna mamlaka ya kumfanya mtu afuate kitu unachokitaka. Kuna mtu mmoja akazungumza akasema hawa Wayahudi wa sasa hivi sio wenyewe, kwa sababu mwaka 2024 walikuwa na swala la ushoga, wamezungumzia habari ya ushoga, kwamba sasa ina maana kwamba tayari sasa nchi gani ya Mungu walizungumzia ushoga. Unajua nilisema mimi nazala Tanga kule. Katika nazala Tanga nilikuwa na ndugu zangu wengi walikuwa wanakwenda Mombasa. Mombasa iko Kenya ile pwani. Sasa wakati wanapokwenda Mombasa
katika sehemu ambazo zina mambo machafu zaidi ni sehemu kama Mombasa. Na Mombasa ni sehemu ambayo ukiangalia kwamba asilimia zaidi ya 90 ni Waislamu wa majina. Lakini katika habari ya matendo machafu ya ushoga unayakuta zaidi na uhuni katika sehemu ya pwani ya Afrika Mashariki. Hata Dar es Salaam maeneo yale ya Waislamu hivi godoro na kila kitu. Kwa mabasha na watu wachafu zaidi utawakuta zaidi katika sehemu ya pwani ya Afrika Mashariki. Ila wanaficha kana kwamba wao ni watakatifu zaidi. Wanajaribu. Sasa tofauti yake ni kwamba hizo nchi za Kiislamu au kama kuna Uislamu sio moja kwa moja, lakini kwa ni Uislamu ule ambao kwa namna moja unakuwa wanaitwa Waislamu, lakini kuna huo uchafu mwingi unaotoka. Bora hata sehemu ambazo kuna Ukristo, kwa sababu kuna ile roho ya Kristo, huwa automatically ile roho ya Kristo inajaribu kuwasaidia watu kutofanya maovu zaidi hata kama hujamwangalia. Lakini wale ambao wanalazimishwa masuala haya ya kihuni unayakuta zaidi pwani ya Afrika Mashariki. Tofauti ya hizo nchi za Ulaya ni democratic. Nchi za kidemokrasia ni kwamba kila mmoja anaweza kafanya kile anavyoviona, kama Mungu anavyosema kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua uzima. Kwa hiyo katika sayari ya dunia tunayoishi ni kwamba kuna wale watu wanaweza kaamua kumcha Mungu na kumtafuta Mungu, lakini kuna watu wengine huwa hawana shida na huyo Mungu. Wanajua kama ni jehanamu, kama ni kuangamia, wao wamehiari. Sasa katika hiyo nchi ya Israeli ni kwamba hiyo yenyewe Israeli inayozungumza ina Wayahudi karibu na 85%, ile Judaism ambayo ni dini ambayo sio evangelical, ni ya kwa ajili ya hiyo taifa. Lakini ndani yake kuna asilimia zaidi ya 11 Waislamu, yani Waislamu Wayahudi asilimia 11. Nadhani Wakristo katika ile nchi wanaoitwa Wakristo haizidi asilimia 2. Kwa hiyo maana unakuta kuna wengi zaidi ya asilimia 11 katika nchi ya Israeli. Sizungumzii habari ya Gaza wala sizungumzii habari ya West Bank, nazungumzia ile Israeli kwamba kuna Waislamu. Lakini ile Israeli ni democratic, ni nchi ya kidemokrasia bado, kwamba kuna baadhi ya watu ambao ina maana kwamba hawafungamani na watu upande wote. Lakini nikizungumzia bado katika taifa ujumla wake ni kwamba hilo linaitwa ni taifa la Israeli kidunia, kiserikali. Lakini nikasemaje kwamba ndani yake kuna mbegu. Ndio maana kama mtu mmoja akisema ni kwamba ni maandalizi ya Mungu, kwamba wale sasa Wayahudi wana nasaba ya nani? Ya wale Yakobo na Yuda. Isipokuwa kama kuna watu wake, kuna watu wamekengeuka kama mwanadamu, lakini ndani yake kuna mbegu. Unajua kuna wakati fulani unaweza kashangaa mtu ikatokea hivi. Mtu mmoja ni mlevi sana, lakini pamoja na ulevi wake akazaa mtoto akawa ni mchungaji, akawa ni nabii. Hiyo haijalishi. Kwa yale unayoyaona walivyorudi katika taifa, wamerudi katika taifa pamoja na maovu yao, lakini ni kama mbegu ambazo ndani yake kizazi cha 3 cha 4 kitafikia hatua wale waliokusudiwa ambao sasa ili agano la Mungu na Ibrahim likapate kusimama. Kwa wako pale. Sawa. Kwa uhusiano mkubwa ninaosema kusema ni kwamba vitabu vinazungumza. Yaani vitabu kuanzia kitabu ambacho tunazungumza Biblia ni kitabu ambacho ndani yake Wakristo wa Protestant wanajua kuna vitabu 66. 69 vya agano la kale, 69 agano la kale, 27 agano jipya, vitabu 66. Vinazungumzia sehemu ya historia ya dunia kuanzia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mpaka ya sura ile ya 12. Lakini ukianza hapo kuanzia Ibrahimu sasa kitazungumza Wayahudi, lakini unabii kuhusu habari za dunia. Uislamu sasa, Wakristo sasa hao Wakristo namba 1 walivyoanza, Wakristo wametokea katika Judaism, yani ni muendelezo wa maagano kama ninavyosema kulikuwa na agano la kale. Sasa agano jipya linavyokuja anakuja Kristo. Anaanzia kwa Wayahudi, wale mitume karibuni 12, maana ni Wayahudi. Wanajenga msingi mpya wa agano jipya. Kwenye agano jipya mwisho wake inaonekana linatoa mpenyo kwa kuingiza wa Kristo. Kwa sababu katika msalaba pale ikaonekana kwamba maandiko yanasema katika Yohana kwamba Kristo alikuja kwa walio wake, lakini walio wake walimkataa. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika kuwa wana wa Mungu, ni wale waliaminio jina lake. Amejaribu kuwapa funguo mitume 12 kwenda kwa mataifa, lakini baadaye akampata mtume Paulo. Ukishamzungumzia Paulo kwa Muislamu unamzungumzie, wao wanamuita tapeli kwamba sio mtume ili waweze kumchomeka Muhammad. Sasa ni hivi kwamba huyo Paulo ambao unamuita tapeli, huyo maana yake ni kwamba Petro anamkubali. Na huyo Petro anamkubali Yesu.
na Yesu anamkubali Mungu, kuna mlolongo. Kwa hiyo ukimkataa Paulo umkatae Petro, na ukimkataa Petro umkatae Yesu. Yesu namkataa Mungu. Na ukimkataa Yesu umkatae Mungu. Sasa huu uhuni ambao tumeletea uhuni, mimi sitembei katika uhuni wowote. Na hapa ninapozungumza, ninazungumza kwamba ni Mkristo kwa sababu nimekutana na Kristo. Kwa sababu nina roho ya Kristo. Sisemi ni Mkristo niseme ni Mkatoliki, ni Moravian, ni Msabato, ni Mkristo. Ndio maana kuna mtu mwingine akisema akiwatazama wa Kristo, kuna Ukristo ambao baadaye unageuka utamaduni. Kama ambavyo kuna Uislamu, bado mtu anakuwa ni Muislamu kwa sababu kazaliwa katika jamii ya nini? Ya Kiislamu. Kwa hiyo ina maana kwamba ujinga upo duniani kwa wingi. Ndio maana inatoa fursa hata kwa mtu mwingine ambaye labda anajiita mpagani akawa na hoja za msingi katika maisha ya dunia. Haya yote ni kwamba ni mapokeo yaliyotokana na jinsi ambavyo imani hata ikiwa potofu, ikizungumzwa kwa muda mrefu sana, inamfanya mtu mlevi. Nishazungumza habari za ulevi kwamba midini yetu hii tumepokea katika namna fulani ya ulevi zaidi. Na huu ulevi hauko tu kwa Waislamu, usiba kwa Wakatoliki, kwa nani. Lakini ukweli wa neno la Mungu unabaki pale pale. Isipokuwa ni kwamba baadaye watu wanaingia katika mfumo wa nini? Mfumo wa kishabiki. Lakini hapa tulipozungumza uhusiano sasa kati ya Wayahudi, Wakristo na Waislamu, maana kwamba japokuwa Wayahudi wanategemea agano la kale, Wakristo ni agano jipya, lakini bado wananukuu maandiko ya agano la kale, yanaunganisha unabii unaoingiza kwenye agano jipya. Lakini Muislamu ni kwamba yeye ana kitabu kinaitwa Qur'ani. Ile Qur'ani yake ni kwamba ukifuata ndani yaliyoandikwa katika Qur'ani ni yale yaliyoandikwa katika agano la kale, na sehemu ndogo sana ya agano jipya, kwa sababu wanaishia kwa Yesu. Kwenye mitume kwenda mbele kidogo wamekata mpaka kwa wakachukua yale. Wanaochukua yale haya kuanzia Paulo, Petro hawamuoni. Wanavyomuona wanamchomeka nani? Wanamchomeka Muhammad. Lakini maana kasema kwamba haya yote ukifuatilia sasa katika usomaji wangu historically kama mwanazuoni, uache kukariri jambo lingine. Katika habari ya uelewa ni kwamba kitabu pekee ambacho kinatupa mwongozo usioyumba wa dunia na kweli na siri za Mungu na mafunuo ya kimungu ni kitabu kinachoitwa nini? Biblia. Kwa sababu ni historical. Lakini Qur'ani unapoitazama ni kwamba haiwezi kukupa background yoyote. Itaanzia kwa Muhammad, ndio hata kalenda yao inaanzia mwaka 622 wakati wa Hija. Kwa hiyo itaanzia pale. Haya mengine ikimtaja Adamu, ikimtaja Ibrahimu, ikimtaja Nuhu, inataja kwa sababu anakuja Muhammad wakati tayari wale wametajwa. Sasa kiibuka muhuni fulani from nowhere akikwambia kwamba sijui Qur'ani imeshuka, huo ni uhuni ambao nadhani kwamba ni mtu ambaye amejivika uongo halafu anautetea peupe na watu wanamuona akiwa anautetea. Yaani kuna mtu anaweza katetea uongo akaujazia maneno ikaonekana ni kweli. Sisi tunachoambiwa kuhusu hata Torati hatuoni kwamba inashuka, tunaona kwamba Musa alipanda katika mlima na akawa kakaa siku 40 kule, akapewa mausia, akashuka na mbao za mawe. Nyingine zimeandikwa kwa chanda cha Mungu, nyingine ikaonekana kana anazungumza na Mungu akazungumza. Lakini sasa kuna baadhi wanasema hivi Qur'ani ilishuka, alafu kuna vitabu viko mbinguni vimeandaliwa, alafu baadaye vinashuka kama matone ya mvua. Hicho kitu hakipo. Ni kwamba kama ndio hata Qur'ani ambazo zipo sasa hivi zimeandikwa mpaka tafsiri tunaiona. Na kwenye kule kuandika, mimi nao kitabu cha Qur'ani ambacho ndani yake unashangaa kuna maandishi mengine yamefutika. Kwa hata mtu anakasema hiki kimelindwa sana na nani? Kwa ninachotaka kuzungumza ni uhuni wa kidunia. Ndio maana mwisho wa siku hata watu ambao inafikia hatua ni aidha sio Wayahudi, sio Wakristo ama si Waislamu, kuna wakati wanavikrash vyote kwamba huu ni uhuni, kwamba ni maandishi ambayo yametokana tu na fikra za mwanadamu. Kwa tuna uwezo kuishi bila Biblia, bila Qur'an na maisha yakaendelea. Duniani kuna watu wanaishi bila vitabu hivyo. Kwa sababu mwisho wa siku hata ukivifuatilia ni kwamba hivi vitabu ni kwamba ni kweli. Hata huu ugomvi mkubwa tunaotazama duniani Mashariki ya Kati unatokana na mahusiano hayo kwamba kuna Wayahudi na kuna Waislamu. Lakini Wakristo ukiwatazama Wakristo ndio katika hii dunia ni kwamba japokuwa Marekani haijinasibisha kwamba ni nchi ya Kikristo, kwa sababu Marekani ni Newfoundland, ile imegunduliwa na Christopher Columbus mwaka 1492 na baadaye ikaonekana katika vita vya Ulaya na mnyanyaso wa kidini ndio ikaonekana watu wengi wakaenda Marekani. Mataifa yote ya ulimwengu wakaenda Marekani. Wakiwepo Waingereza, wawepo wa Faransa, wawepo wa China, wawepo wa Japani, wameingia kule, wawepo wa Afrika wameingia kule. Lakini katika dunia tunayoishi, ukizungumzia habari ya makanisa, nadhani Marekani inaongoza kuwa na makanisa mengi
kuliko nchi zote duniani. Maana Marekani ina karibuni makanisa 400. Yaani makanisa 400. Nadhani inayofuata ni kama ni Brazil ina 100,000. Hayo wengine wanazidi kupungua. Kwa hiyo ina maana kwamba kule ukitazama ni kwamba japokuwa kuna dini nyingi mchanganyiko, lakini Ukristo japokuwa ni Ukristo wa jina uko zaidi wapi? Uko zaidi Marekani. Aishatuambia Muhammad katika Qur'ani 5:51 kwamba Wayahudi na Wakristo ni marafiki. Yaani urafiki wao, kitabu chao japokuwa kina mpaka katikati, ila ni kitabu kimoja kimeungana. Unaona, kwa hiyo kuna mengi, ina maana kwamba Wakristo waniamini Biblia. Hawa wanaosema Wayahudi walizuiwa tu kwa sehemu ili wasipate kupokea, ili mataifa wapate kupokea kwanza. Ndio maana hata Paulo katika ile kitabu cha Rumi 11:25 akasema kwa sehemu ugumu umewapata Israeli hadi utimilifu wa mataifa uwasili. Kwa hiyo kuna ratiba na kuna katiba ya kimungu ambao kuna kipindi Mungu kashuka taifa la Israeli, baadaye wakafungiwa ili kanisa, ili watu wote wa ulimwengu waingie kwa mfumo wa Injili. Msalaba umetoa mlango wazi ili mtu makabila na lugha, mataifa yote. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 7:9 kila mmoja alifunguliwa mlango. Hata leo maana yake ni kwamba ulimwenguni mote mlango ambao umefunguliwa ni watu kuhubiriwa Injili, wamwamini Yesu Kristo afanyike ni Bwana na Mwokozi wao. Yaani huo awe Mwarabu awe nani. Sasa anapokuja mtu ambaye nafikia hata analeta Uislamu, kwa namna fulani anakuwa ni mpinzani mkubwa sasa wa mpango wa Mungu wa ukombozi, ambapo mimi nafikiri kwamba mimi ninachozungumza kikubwa katika vitu vyote Injili ni habari njema baada ya habari mbaya. Unajua habari mbaya ni nini? Ni mauti. Dunia hii sasa hivi kitu kibaya kuliko vyote ambacho kinatupa usawaziko wa wanadamu ni nini? Ni kifo. Yaani mimi sasa ni mtu ambaye na kipato cha chini sana. Nikawa ni mtu wa kawaida sana. Nikakutana na watu wakubwa sana, mamilionea, rais, akawa waziri, tajiri moja mkubwa sana. Sasa kama ingekuwa hakuna mauti, ningeogopa kumhubiri kwa sababu ana kila kitu. Lakini pamoja na vitu vyake vyote, nitakapomwambia kuna kitu kinaitwa mauti, lakini baada ya mauti kuna uzima. Sasa Injili, yani mauti, habari mbaya ni kifo kwa mwanadamu pamoja na mambo yote anayoyafanya duniani. Yani akili zake, maarifa yake, mali zake, urembo kama ni mabinti, urembo wake, fanya chochote, hatima yake pale mbele kuna kitu kinaitwa mauti. Kwa sasa unapomwambia bwana baada ya mauti kuna tumaini, sasa hiyo ni habari njema. Sasa habari njema haipatikani kwa mtu yoyote, inapatikana kwa Kristo Yesu. Kwa sababu kama kuna wengine waliweza akafa akafufuliwa, lakini huyu bwana ni kwamba yeye alikufa na akafufuka mwenyewe. Sasa kama hata nguvu za Mungu, lakini akafufuka, kwa akaonyesha kwamba sasa baada ya mauti kuna ufufuo. Sasa ufufuo maana ni habari njema, ni tumaini la pekee la mwanadamu kuendelea kuishi baada ya kufa. Kwa ikifikia hakuna tumaini la ufufuo, maana maisha yanapotea. Sasa habari njema ni kufa, kuzikwa na kufufuka. Kwa hiyo ndio habari njema ambayo nadhani kwamba ni kipindi hiki cha dunia ambacho sasa mwanadamu anatakiwa kuhubiriwe ni Injili, sio kule katika Torati, kwa sababu habari ya Torati ndio nao kuambia iliwapa wana wa Israeli Wayahudi ambao baadaye walifungwa kwanza ili wasipokee hii neema ili iende kwa mataifa, lakini baadaye ni kwamba tayari wanao baada ile miaka 1000 baada utimilifu wa mataifa ni kwamba nao wataokolewa. Sasa si wote wale wamehifadhiwa, ni wachache ile mbegu. Hao wa kawaida, Wayahudi wa kawaida, yani kuna Wayahudi wa kawaida hata wakati mitume wanavyohubiri, kwa sababu mitume wenyewe ni Wayahudi. Unakuta wale mitume ni Wayahudi ambao sasa wameingia katika ule mpango wa Injili. Kwa baada ya kuingia kwenye mpango wa Injili, bado kama ninavyosema kule mwishoni kwenye maagano ya kimungu, sasa ili kutimiza agano, kuna kundi dogo sasa ambao baadaye limehesabiwa kabisa, wamepigwa mihuri kutoka nini? Kabila 12 za Israeli. Kila kabila maana ni kwamba walikuwa 12,000 ambao jumla wakapatikana 144,000. Yaani wale sasa ni wateule ambao ni mbegu tena za dunia katika ule utawala wa Kristo wa miaka 1000. Sasa mtu mwingine ukisema miaka 1000, kuna mtu mmoja nilikutana msomi wa viwango vya juu sana, akasema hajasema 1000, amesema 1000. Kamrudisha kwenye Kiingereza anasema 1000 years. Ile inawakilisha nini? Moja. Kwa maana ni miaka 1000 ya utawala wa Kristo. Kwa wale hawa Wayahudi walioko
sasa hivi Israeli. Ni maandalizi ya ile mbegu ambao hata kama utakavyoona waliopo useme ni feki, basi ndani ya feki kutatoka kitu original. Ndani ya uzao wao hawa kutatoka kitu halisi, kwa sababu hata ilivyo hata Nuhu wakati amebaki katika safina, Nuhu hajashuka kutoka. Nuhu alikuwa ni mtoto wa mtu, lakini kaonekana walivyoondoka akawa ni mbegu ya dunia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hawa Wayahudi waita utakavyowaita, lakini wako katika channel, katika unabii, wanatimiza unabii jinsi ilivyo. Hata mwaka 1948 walivyoondoa ile taifa lao lilundwa kinabii. Na niigusie kidogo ni kwamba unajua katika kulikuwa na mti mmoja mrefu ule ambao matawi yake yalikatwa katika kitabu cha Daniel sura ya 4. Baadaye akasema ukate, yani yale matawi yakate, halafu na mti wake ukikata kabaki kisiki, asema kitiwa umande nyakati saba. Sasa nyakati saba ukiangalia ni kwamba alikuwa kwa mfano mfalme Nebukadreza alienda porini miaka 7. Alienda kutoka mwaka wa maana yeye alianza kutawala dunia mwaka 599 kabla ya Kristo. Mwaka wake wa pili mwaka 597 kabla ya Kristo mpaka mwaka 590 yeye alitumwa alikaa porini kwa miaka 7. Lakini Danieli wakati alivyoonyesha ile ndoto akasema haya sikukute, bali ya kukute nini, ya wakute adui zako, na tafsiri yake wakute wanaokuchukia. Kipindi hicho ikaonekana kwamba adui wa mfalme Nebukadreza walikuwa ni Wayahudi, kwa akatoa unabii tena kwamba yaliyomkuta yasimkute yule, ile ya wakuta Wayahudi. Sasa Wayahudi kwao nyakati 7 wakati ni mwaka huu mmoja, ambao mwaka mmoja na siku 365 katika namba kamili. Kwa hiyo nyakati 7 ni 365 mara 7, utapata jumla ya siku 2555. Siku kuhesabiwa mwaka ni miaka 2555. Sasa mwaka wa 607 kabla ya Kristo ndio kipindi ambacho wale matawi ni nini? Ni kuanzia wakati akina Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego hivyo chukuli, nikawa matawi alianza kukatwa. Mwaka 599 wakati uhamisho wa Babeli, kile kisiki kikakatwa. Akasema mtakuwa na wanyama nyakati wanyama wanaozungumzwa ni simba, dubu, chui na joka. Yaani maana watakuwa katika falme za ulimwengu, watakuwa na wanyama nyakati 7. Baada ya hapo ni kwamba wataondoka kwa wale wanyama, falme za ulimwengu. Kwa hiyo unapochukua 2555 ukitoa mwaka 607 unapata mwaka 1948. Kwa hiyo wakawa wametoka kwa wanyama, yani kwa falme za ulimwengu, wakaundwa taifa lao. Huo ni swala unabii. Kwa kila hatua unayokwenda ni kwamba ni mpango wa Mungu usioyumba. Na ndio maana Daniel akizungumza akasema watu wake na wao wanategemea zaidi ufalme. Kwa sasa hawa kama unasema ni fake, wale ni mbegu, ni kizazi ambacho ndani yake sasa inawezekana kuenda kizazi cha 4 au cha 5 wakati wa mwisho wa ulimwengu. Hawa wakati wamekufa kina Netanyahu, watapatikana sasa wale ambao imefikia hatua nini? Watakuwa ni uzao wa wale waliokusudiwa 144,000. Sawa. Kwa hiyo kwa namna moja ninachokizungumza ni kwamba kuna uhusiano wa karibu sana, kwa sababu kuna kitu kinagombaniwa. Muislamu ataka achukue kana kwamba ile nafasi ndio ameichukua yeye. Mimi ninaamini sisi wa Kristo tumeichukua, lakini bado urafiki tunao na Wayahudi, kwa sababu channel yetu ni moja. Wameacha kwa muda, lakini ni ndugu, tumejengwa juu yao. Lakini Muislamu tofauti yake ni kama yeye anawapiga pembeni na anawapiga teke ili achukue nafasi yake. Akiwa na likanzu, akiwa anajiona kama yeye ndio ni muendelezo wa Ibrahimu, ni muendelezo, yani maana yake ni sio Ibrahimu tu, muendelezo wa Yakobo. Ninachotaka kukisema ni kimoja, ni hivi. Ukizungumza ni kwamba kuna katika hiyo Israeli, ukizungumza kwamba kuna kama nasema hivi, sinagogi ni msikiti wa Wayahudi, lakini pale kuna nini? Kuna hekalu, kulikuwa na hekalu. Lakini kuna Holy Sepulchre ambayo iko vile kwa sasa hivi katika ile Yerusalemu kwa Wakristo ambao ni Wakatoliki. Lakini bado kuna msikiti wa Al-Aqsa. Kwa ukisema Al-Aqsa, kwa ukisema kwamba sinagogi ni msikiti wa Yahudi, basi si useme msikiti ni hekalu la Wayahudi. Confusion. Ni vitu ambavyo huwa havipo. Kwa hiyo kwa namna moja ninachotaka kuzungumza, ule mstari channel ya Wayahudi haijawahi kutupwa. Muislamu ameingia tu ni kama nataka akata ajibanze mahali ambapo sio pa kwake. Anachotakiwa Muislamu mpaka leo, kwa sasa hivi injili iliyopo ni kumkubali Kristo Yesu, sio Muhammad.
Kwa sababu hivi Muhammad hajui atakachotendwa, lakini alama ya kiyama na ishara ya kiyama ambayo kinakaribia kuja maana yake ni nani? Ni Yesu Kristo. Hakuna habari agano la kale hukuti habari msema asinguze kwamba siye ndani alikuwa Muislamu. Hizo ni nadharia ambazo wanazuoni wanazileta. Sasa tuache hizo fikra za kinadharia za kiimani, tuzungumze tu katika akili iliyo sawa. Kwenye akili iliyo sawa tunagundua kabisa watu ambao wamepewa mahusia ni Wayahudi. Tunagundua kabisa hata Ukristo umeanzia kwa Wayahudi. Hata hizo habari wakisema Qur'ani inaandika habari za Wayahudi. Sasa ili uelewe vizuri hizi za sasa Qur'ani kwani ni nini? Si kitabu kimekuja tu baadaye. Ni kitabu ambacho Muhammad ni kama kitabu cha pembeni, tofauti yake amekataa Biblia. Lakini hata sisi tunaitwa Wakristo tunatofautiana. Biblia ipo lakini tuna vitabu vya pembeni. Wakatoliki wanavyo vya pembeni. Wasabato wanavyo vya pembeni. Mashahidi hata mimi naweza nikaamua niandike cha kwangu cha pembeni. Hata kama nikikiandika kile kitabu, nikaandika kikubwa sana kuliko Biblia, lakini maana yake manukuu yangu yasitofautiana nani na Biblia. Usiondoe usipunguze, lakini kitabu hiki cha Biblia kimeandikwa kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, usiongeze usipunguze. Sasa Qur'an imepunguza afu inakitupa pembeni. Haya, akitaka mtu sasa akiamua afanye tu, lakini ninachokisema ni kwamba ni sasa ili swala la huko Iran, hizo Islamic State hizo, tusilazimishe dini. Dini sio kitu, hakuna mahali pa kulazimisha dini. Unajenga hoja ukiona kama haifai, wala usije ukajitoa mahanga au mwenzako anasema sio ni muritadi umuue wewe nani? Utakufa tu atawe. Cha msingi ni kwamba dini tuende katika tukiwa na akili timamu. Ndio maana kwa kuna kipindi nasema sio upande huo tu, hata sisi wa Kristo unakuta kuna wengine wale wa Shakahola kule kule Mombasa, au unakuta kuna wengine wale Kibuyatere kule Uganda. Wapo watu ambao kwa namna fulani katika habari ya misisimuko, usipokuwa na akili vizuri, upungufu unakuepo kote kwa mwanadamu asipokuwa na akili timamu akatulia. Kwa hiyo sitetei dini, sitetei kila aina ya dhehebu, lakini ninachotaka kuzungumza ni kwamba nafurahia tu kwamba naitetea Biblia kama kitabu cha kweli, kwamba kwa mtu yoyote yule akirudi katika marejeo ya kuisoma Biblia atapata akili timamu. Msituangalie tu sisi eti kwamba unasema yule ni mchungaji, yule ni nabii. Manabii wapo mpaka kina nabii Tito. Kwa hiyo wakiona kama watu hawataki kujisomea kuelewa, wataibuka manabii wa kila namna, kwa sababu watu wanapenda uongo. Hata sina vizungumza haya. Maana yake kwa tunazungumza masuala ambayo kwa sababu tuna mantiki, ni watu wenye akili watakao tutazama katika hizi channel, na ni wengi siku hizo watu wanaingia. Kuna atakao akipinga mtu atapinga kwa hoja na utamjibu kwa hoja. Lakini naamini kabisa kwamba kwa dunia tunayoishi sasa hivi, hata watazamaji wetu ni kwamba najua tunaongea na watu wenye akili timamu, na kwa kuwa tunaongea watu wenye akili timamu, basi na hata tunayozungumza yatabaki milele. Unajua mimi nisingeweza kuzungumza, nisingeweza kurekodi kitu ambacho sina uhakika nacho. Kwa faida gani? Ningeamua kama sina faida nacho ni uhuni wangu, ningezungumzia wapi? Pembeni. Lakini haya tukiyazungumza yatabaki, hata kama utakavyokufa atakuwa amebaki. Kwa ni afadhali channel iende kidogo watu wakuelewe, kuliko uwe na mhemuko ya kukusanya pesa na watu wapige pesa. Alafu mwisho wa siku kupiga pesa sio lazima injili. Kuna watu wafanya biashara wakubwa wanapiga pesa. Nadhani kwamba ndio hiyo ninachozungumza kwamba kuna uhusiano huo wanaingiliana sana kati ya Wayahudi wa Kristo na Waislamu. Kwa sababu ni watu wote wanaita ahli kitabu, ni watu waliopewa kitabu. Japokuwa kwenye vitabu hivyo tofauti ya tafsiri, huyo atatafsiri vile, huyo atatafsiri vile. Kwa mwisho wa siku na tunahojiana au tunaingia kwenye zile hoja, basi atakayeelewa akaipata hoja iliyonyooka atapata uzima wa milele. Lakini huyo akienda kwenye hoja ya kihuni ataenda huko kwenye upotofu. Kwa hiyo habari ya ushabiki ni jambo ambalo halifai katika masuala ya uzima na ufalme wa mbinguni. Ila anachotaka kusema siku zote, narudia tena, kwamba kitabu ambacho ni cha kufuata kwa 100% kwa usahihi zaidi ni Biblia, ni Bible. Maana hiyo ndio chimbuko ya hizo mahusiano hizo dini zote, kati ya dini ya Kiyahudi, dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu. Chimbuko lake ni Biblia. Kwa hiyo turejee katika Biblia, watu usipapase, tuifuate kihistoria, tusifuate kiushabiki. Nadhani kwamba inaweza ikawa tukaishia leo kwa leo. Asante sana ndugu mtazamaji, usahau ku-like kama hujasubscribe, make sure usubscribe kwa ajili ya topic kama hizi. Asante sana.